Dunia ina nchi 195 na kati ya nchi 195 Tanzania ni kati ya nchi mashuhuri zaidi duniani, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana Tanzania ambavyo huwezi ukavipata mahala popote duniani. Na pia Tanzania ina vitu vingi vya asili, ina historia nyingi ambazo zinasaidia watu kujua chimbuko la binadamu na vitu mbalimbali. Karibu kwenye Nyuma ya Pazia. Leo hii nitakuletea vitu 10 ambavyo vinafanya Tanzania iwe nchi mashuhuri zaidi duniani. 1. Mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu zaidi kwenye bara la Afrika lenye inchi zaidi ya 54. Na pia mlima Kilimanjaro ni mlima namba 2 kwa urefu duniani kote. Kwa hiyo watu wanavyofikiria kuhusu mlima mrefu wakitaka kupanda milima, basi mlima Kilimanjaro ni kati ya milima pendwa kabisa kuliko hata mlima Everest. Mlima Kilimanjaro unapatikana Tanzania na unafanya nchi yetu kuwa kati ya nchi pekee duniani. Fikiria, kuna nchi 195. Ukiweka listi ya milima mirefu, mlima huo upo Tanzania. Kwa hiyo nchi yetu ni kati ya nchi za kipekee kabisa duniani. 2. Tanzania kwa watu wengine wanaifahamu kama African Storybook. Kwa hiyo chimbuko za historia mbalimbali za binadamu na historia ya vitu mbalimbali huwa kwenye bara la Afrika. Nchi yenye historia za kipekee zaidi duniani ni nchi ya Tanzania. 1. Olduvai Gorge. Kumbuka kwamba mwaka 1959 lilipatikana fuvu la mtu wa kale zaidi duniani. Kwa hiyo watu wengi duniani, hasa wanahistoria, watu wanaopeleleza vitu mbalimbali vya kale, wanaita Tanzania the cradle of mankind. Kwa hiyo Tanzania inafahamika kama chimbuko la binadamu. Na pia upande wa mashariki wa Olduvai Gorge, kwenye Ngorongoro Conservation Area, sehemu inaitwa Laetoli Land, ilipatikana alama ya nyayo ya mtu wa kale, ambapo inasemekana watu wa kale walikuwa ni warefu sana. Imepatikana alama ya nyayo yenye urefu wa mita 27, na alama hiyo inaonekana kwamba iliwekwa hapo kama miaka milioni 3.7 iliyopita. Alama hii ilipatikana mwaka 1972 na Dr. Ricky wakati wanafanya upelelezi zaidi kwenye maeneo ya Olduvai Gorge, kwa sababu katika Olduvai Gorge kuna mabaki mengi zaidi ambayo kia trace ni kwamba ni mabaki ya zamani sana sana sana. Na pia sababu nyingine ambayo tunasema Olduvai Gorge ni sababu nyingine ambayo tunasema Olduvai Gorge yaweza kuwa binadamu wa kwanza aliishi, ni kwa sababu eneo hilo tu kuna vitu vingi vya utofauti sana. Kwa hiyo saizi linavutia watu wengi zaidi, watu wanafanya utafiti katika eneo la Olduvai Gorge. Pia sababu ambayo Tanzania inafahamika kama African Storybook ni kwa sababu pia maeneo la Ziwa Eyasi ni eneo ambalo wanaishi kabila la Wahadzabe, ambao mpaka saizi ni jamii pekee ya Afrika ambayo inaendelea tamaduni za kuishi kwa kuwinda. Sio hilo tu, pia kwamba watu sasa wanaamini kwamba watu wanaanza kutunga stori zao. Sasa wanaamini kwamba eneo la Olduvai Gorge kupitia maeneo ya Ngorongoro Conservation Area ni eneo ambalo ilikuwepo bustani ya Eden. Kwa hiyo tunaposema ni storybook ya Afrika, kuna story mbalimbali ambavyo watu wanazihusisha kupitia nchi hii ya Tanzania. Wanaamini kwamba bustani ya Eden ilikuwa ni Tanzania, na wanashumu kupitia ugunduzi mbalimbali, uoto wa eneo hilo na vitu vingine mbalimbali vya kiasilia. Na pia watu wanaoangalia movie wanaamini kwamba kipindi ambacho kwenye movie ya The Lion King Mufasa alivyokuwa anamuonyesha baby Simba eneo lake na kingdom yake itakao kuja mbele au utawala wake wa mbeleni, alikuwa anamuonyesha eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo kwa sababu eneo la Ngorongoro lina uoto wa asili, kwa hiyo kipindi Mufasa alivyomuonyesha Simba kwamba ile ndio itakuja kuwa himaya yako, watu wanaamini kwamba alikuwa anamuonyesha eneo la Ngorongoro, kwamba historia ya Mufasa The Lion King ambayo ni movie maarufu sana, ni kwamba
chimbuko lake la story, mtu alikuja Tanzania, alivyoona kila kitu akapata idea ya story ya Lion King. Okay. Point namba 3 kwamba Tanzania ni kati ya nchi yenye mbuga za wanyama kubwa zaidi duniani. Maeneo mbalimbali ya dunia yana mbuga za wanyama, lakini kupata biggest game reserve, kwa sababu mbuga zingine ni kubwa lakini zimetengenezwa kwamba ni nchi tu ikaamua kupanua eneo, kuzalisha wanyama na kila kitu, lakini nchi ambayo inavutia watalii wengi kuja kuona mbuga kubwa zaidi za wanyama basi ni Tanzania. Tuna mbuga kubwa ambazo zina ukubwa kufanisha na nchi nyingine 16, na pia Tanzania ina mbuga za taifa zaidi ya 22. Naelewa. Kwa hiyo kwamba sasa ukiangalia kati ya nchi zenye mbuga kubwa, biggest game reserve, watu wanaiangalia Tanzania na watalii wengi wanapenda kuja Tanzania kutembelea mbuga zetu. Tukizungumzia Ngorongoro, tukizungumzia Mikumi, tukizungumzia Serengeti na kadhalika. Point namba 4. Tanzania inaaminika kuwa ni kati ya nchi zenye amani zaidi duniani. Watu wote ambao utasoma kwenye blogs zao, wazungu waliokuja Afrika, wazungu wengi waliokuja Afrika kwenye recommendation, zile nchi ambazo wanashauri wazungu wakija Afrika wazitembelee, wote 90% wanahitaji Tanzania, wakiamini kwamba Watanzania ni watu wakarimu, watu wapole, na vitu vingi ambavyo vinapatikana Tanzania. Ni nchi ambayo inaaminika duniani, kati ni nchi ambayo inafahamika duniani kwa ni nchi zenye amani zaidi duniani. 5. Tanzania ni kati ya nchi ambazo zina biggest migration za wanyama, kwamba ni kumaanisha kwamba biggest migration, kwamba eneo kama la Serengeti ni kati ya mbuga ambazo watu wengi wakitaka kuona wanyama wakihama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, ni kati ya mbuga ambazo kwa trip moja kunakuwa na kundi kubwa sana la wanyama wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta malisho. Kwa mwaka inasemekana ni zaidi ya wanyama milioni 2 waga wanahama kutoka eneo moja na eneo nyingine kwenda kutafuta malisho. Kwa hiyo sasa, kati ya nchi ambazo ukitaka kuona biggest migration za wanyama, ukitaka kuona mzunguko mkubwa wa wanyama wakitoka kundi sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta chakula, ni mbuga ya Serengeti. Na pia mbuga hii ina sifa ya kipekee sana. Sifa yake ni kwamba ni kati ya mbuga ambazo zinaonekana zina umri mrefu. Mbuga ya Serengeti inasemekana kwamba ukitrace inaonekana ilikuwepo zaidi ya miaka milioni 1 iliyopita. Na kitu kingine cha ajabu zaidi ni kwamba hata kama inaonekana ilikuwepo miaka milioni 1 iliyopita, uoto wake haujabadilika sana ukifananisha na mbuga zingine. Kwa hiyo ina uoto wa asili ambao haubadiliki, na pia ukitaka kuona sehemu wanyama wengi wanahama kwa muda mmoja, basi inabidi uende Serengeti. 5. Kabila la Wamasai. Kabila la Wamasai ni kati ya kabila la kipekee zaidi duniani. Kwa hiyo watu wengi wanasafiri kutoka mahala mbalimbali kuja kujifunza utamaduni wa Kimasai, kujua Masai wanaishije, na pia kuwatembelea katika makazi yao. Kwa hiyo kabila la Wamasai ni kati ya makabila au utamaduni wa Kimasai unatutambulisha pia zaidi duniani. Namba 7 ni kwamba Tanzania ni sehemu pekee ina mbuga ambao unaweza kuona wanyama big 5. Tutasema big 5. Big 5 wanyama maarufu zaidi 5 duniani kupatikana sehemu moja. Kwa sababu duniani kuna mbuga nyingi, unaweza kukuta hapa kuna simba, mbuga hii ina simba wengi. Lakini kwenda mbuga ambayo ina big 5, yani wale wanyama 5 mashuhuri duniani, nikizungumzia simba, nikizungumzia nyati, nikizungumzia chui, nikizungumzia tembo, nikizungumzia na kifaru, ni Tanzania pekee. Na hawa big 5 wanapatikana kwenye mbuga moja ya Ngorongoro ambayo ina wanyama zaidi ya 25,000. Lakini ukienda Ngorongoro utapata nafasi ya kuona hawa wanyama wanaofahamika kwa jina kwa umaarufu kama ni big 5, yani wanyama 5 hatarishi zaidi duniani. Kwa hiyo ni hawa big 5 wanapatikana Tanzania. Kwa sifa kwamba
watalii wa research where can I see big five, basi recommendation mara nyingi ni Tanzania, na sehemu ambayo wanakuja kuona wanyama ni katika mbuga ya Ngorongoro. Namba 8 pia kuna namba 8. Tanzania ni nchi pekee ambayo wanapatikana simba wanaopanda kwenye miti, mountain climbing lion. Wanapatikana kwenye ziwa Manyara. Simba hawa ni kati ya simba wa kipekee kabisa, wanaweza kupanda miti. Wanapatikana katika Manyara National Park. Simba hawa wanapatikana Tanzania tu. Kwa watalii wengine wakitaka kuja kuona simba wanaweza kupandisha miti, basi sehemu ya kwanza kabisa kuifikiria ni nchi yetu ya Tanzania. Namba 9, Oldonyo Lengai. Oldonyo Lengai ni kati ya milima ambayo ina upekee kabisa duniani, na kati ya ukitaka kufanya utalii wa ndani, basi kati ya sehemu kwenda unaweza kwenda kuona mlima wa Kimasai ambao unaitwa Oldonyo Lengai, inamaanisha kwamba mlima wa Mungu. Mlima huu unatoa lava ambayo kwanza inakauka haraka zaidi. Lava hii ikiingia kwenye ziwa, ambao mfano ziwa Natron, inaweza pia kukausha maiti, na hii ni kutokana na mwingiliano wa lava ambayo inatoka kwa mlima wa Oldonyo Lengai, kwa sababu ilifahamika mara ya kwanza ni kwamba vijidudu ambavyo vilipatikana kwenye ziwa Natron vilikuwa vikikauka, yani haviozi. Kwa hiyo ikasemekana kwamba lava inayotoka kwenye mlima wa Oldonyo Lengai unaweza pia kukausha maiti. Na kitu kingine cha 10 ambacho pia Tanzania inafahamika duniani. Tanzania ni nchi pekee ambayo inasemekana kwamba kuna uwezekano, Tanzania tu kuna uwezekano wa kugundua viumbe wapya. Yani ugunduzi wa viumbe wapya, nchi pekee ambayo ina probability kubwa kukuta mnyama ambaye mpaka saizi bado hafahamiki ni Tanzania. Mfano mwaka 2003 waligundulika nyani aina ya kipunji ambao wanapatikana Tanzania tu. Wanapatikana katika misitu ya Ndunduru, mkoa wa Rungwe. Nyani hawa walipatikana mwaka 2003, kipindi ambacho watu walishajua kwamba ugunduzi wa wanyama wapya umeisha. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ambayo mpaka saizi watu wanaamini kwamba wakifanya utafiti wa maana wanaweza wakawapata wanyama aina mbalimbali ambao ni wa kipekee. Mfano pia kati ya wanyama wa kipekee waliopatikana Tanzania, mfano coconut crab wanapatikana Zanzibar tu. Japo kuna maeneo mengine yanafahamika kwamba wanao coconut crab, lakini Tanzania ni Zanzibar hawakaa wanapatikana kwa wingi zaidi. Nelewa vizuri, lakini pia sio hivyo tu. Tanzania ina mfano ukienda Tangire National Park kuna miti ya bobon, ile miti mikubwa inapatikana kwa wingi zaidi Tanzania. Pia tukija upande wa maziwa, Tanzania ina kati ya maziwa, mfano ziwa Victoria lina sifa nyingi sana. Kwanza ni ziwa kubwa zaidi duniani ukizungumzia maziwa yenye maji ambayo hayana chumvi, nelewa vizuri, lakini pia ni ziwa ambalo lina joto kiasi, yani joto lake ni kiasi. Ukiangalia duniani, ukiangalia maziwa yote ambayo yako duniani, ziwa la Victoria lina pia sifa za kipekee zaidi. Pia tuna ziwa Tanganyika ambalo ni ziwa lenye kina kirefu zaidi duniani. Kwa hiyo sasa unakuja kuangalia kwamba Tanzania ina vitu vingi vya kipekee. Kwa hiyo kati ya nchi ambazo watu wengi wakisema, kati ya nchi watu wanarecommend ukitaka kwenda kuishi, watu wengi wanarecommend kwamba Tanzania ni kati ya nchi nzuri na bora zaidi kufikiria pia kwenda kuishi katika nchi hizo. Asante sana, hii ni Nyuma ya Pazia. Nimekuletea vitu kadhaa vichache ambavyo vinaifanya nchi yetu ya Tanzania kuwa kati ya nchi nzuri kuishi, nchi bora kabisa duniani. Karibu kwenye Nyuma ya Pazia.